Mnamo wa tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025 yameibuka mapigano mengine ya waasi wa M23 pamoja na vikosi vya serikali vya Felix Tshisekedi. Mapigano hayo ambayo yameshuhudiwa na wananchi. Hali ya mshike imeshuhudiwa katika mji wa Bukavu katika nchi ya DRC baada ya watu kadhaa kuuawa na wengine kujeruhiwa, huku milio ya risasi na milipuko ikilindima katika mkutano wa hadhara uliofanywa na kiongozi wa waasi wa M23. Tukio hilo limeripotiwa kutokea katika mji wa Bukavu ulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya jana Jumamosi. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, picha za mjongeo zilionyesha watu wakikimbia barabarani, wengine wakivuja damu na wengine wakiokota miili ya watu waliokufa. Wakazi walisema waliona maiti, lakini hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha. Nangaa ameliambia chombo chetu cha habari ya kwamba Rais Felix Tshisekedi aliamuru shambulio hilo bila kutoa ushahidi wowote. Hali hii kufikia sasa hakuna taarifa yoyote kutoka kwa serikali ya DRC kuhusiana na madai ya Nangaa. Kulingana na Nangaa, yeye na wanachama wake wako salama kufuatia tukio hilo, kwa sababu mabodyguard zake na walinzi wake waliamuru aweze kuokolewa kiongozi wao. Ndivyo ambapo risasi kutoka katika vikosi vya serikali zililindima katika miili ya wananchi waliohudhuria mkutano huo. Kundi hilo tayari limeteka maeneo mengi mashariki mwa nchi tangu mwanzoni mwa mwaka. Kulingana na Umoja wa Mataifa, nchi jirani ya Rwanda imehusika na kuwaunga mkono waasi wa M23, madai yanayopingwa vikali na Rais wa Rwanda Paul Kagame. Kusonga mbele kwa waasi kumezua hofu ya vita vya kikanda ambavyo vinaweza kuashiria nchi jirani. Katika hotuba yake kabla ya shambulizi hilo, Nangaa aliwaambia maelfu ya watu waliohudhuria katika mkutano wake wa hadhara kuwa kikundi chake kipo Bukavu kuimarisha usalama, huku likiwa limejikita katika mji huo toka mwezi wa pili tarehe 16. Kutokuwa na vitengo maalum na doria ambazo zimefanyika katika jumuiya zote, alisema Nangaa, ambaye alikuwa amejitokeza hadharani kwa mara ya kwanza Bukavu tangu kuchukuliwa kwa mamlaka hiyo. Risasi zilianza kusikika mwishoni mwa mkutano, alisema mkazi mmoja. Kulikuwa na ufyatuaji wa risasi kila upande, hatujui kilichotokea. Kuna watu waliojeruhiwa, wengine walikufa. Msemaji anasema ya kuwa yeye hajui. M23 imekuwa ikijaribu kuonesha kwamba inaweza kurejesha utulivu katika eneo ambalo imelidhibiti kutoka katika jeshi la serikali la DRC, ambalo jeshi hilo linaongozwa na kapteni ambaye ni rais wa nchi ya DRC Congo, Felix Tshisekedi, ikiwa pia imefungua bandari na shule katika eneo hilo. Serikali ya Uingereza imetoa wito kwa nchi ya Rwanda kuondoa vikosi vyake haraka iwezekanavyo kutoka DRC. Ubalozi wa Rwanda nchini Uingereza umetoa tamko rasmi kufuatiwa kutakiwa kutoa maelekezo na Wizara ya Mambo ya nchi ya hiyo, ikieleza kuongezeka kwa waasi wa kiusalama na hali tete ya mgogoro unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa iliyotolewa na ubalozi inatilia mkazo mtazamo wa Rwanda katika hali ya usalama na kuitaka serikali ya Uingereza kuungana na vikosi vya kutafuta amani vilivyoungwa mkono na Umoja wa Afrika. Taarifa hiyo pia inasema kuwa jeshi la Rwanda linachukua hatua za kujilinda kufuatia tishio la usalama. Hii inafuatia tukio la hivi karibuni ambapo katika mji wa Rubavu uliopo mpakani watu 16 walipoteza maisha huku raia 177 wakijeruhiwa. Katika ushahidi wa tishio la usalama, kauli hii ya Rwanda inafuatia kuitwa kwa balozi wa Rwanda nchini Uingereza baada ya nchi hiyo kudai jeshi la Rwanda pamoja na vikosi vya M23 vimekuwa vikielekea mashariki mwa DRC. Katika taarifa yake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza amenukuliwa akisema serikali ya Rwanda lazima iondoe vikosi vyake vyote haraka iwezekanavyo kutoka katika ardhi ya DRC. Rwanda siku zote imekuwa ikikana kuhusishwa na M23.